amina kubwa tena. Hata nikiwa bosi, nikiwa nani? Unakuta bosi, kuna wakati mwingine imefika spika huwezi kunyanyua, lakini msaidizi wako anafanya. Maana yake yupo ambaye anafanya jambo usiloliweza. Kwa hiyo Roho Mtakatifu marufuku kumwona kama ni wa kawaida kwako, kwamba ni msaidizi wetu kanisa. Amewekwa kusaidia usiyoyaweza. Ndio maana na utoa udhaifu wetu, sema amina kubwa. Anafanya mambo makubwa ndani yako. Hata lile ambalo lilionekana ni mlima, yeye analiweza. Roho Mtakatifu msaidizi wako ataliweza kwa jina la Bwana. Ataliweza kwa jina la Bwana. Usiogope mama kijana, usiogope kijana, usiogope mwana sijemo. Kama tunavyosema, wewe umejaa nguvu, unalo neno, umemshinda shetani. Yuko msaidizi atakaye kusaidia. Ujae neno, ujae nguvu, utembee kwa uweza na kwa mamlaka. Haleluya, haleluya tena. Hello. Sema amina kubwa tena. Sema amina iliyo kubwa tena. Lakini ni Roho wa Yesu Kristo. Kwa Roho Mtakatifu pia anaitwa Roho wa Yesu Kristo. Tuko pamoja? Roho wa Bwana pale sikutaja kifungu Galatia 4:6. Alafu Roho wa Yesu Kristo Petro wa kwanza 1:11 na Filipi 1:19. Na 6 ni Roho wa uzima. Pia anaitwa Roho wa nini jamani? Ndiye anayeachilia uzima ndani yako. Kama Roho wa Kristo, Yesu Kristo, kumbuka sifa za Yesu Kristo. Ndio maana hata malaika wa Bwana anapomwambia Mariamu, anasema utamwita, alikuwa ni malaika Gabriel, anamwambia utamwita jina lake Yesu. Tuko pamoja? Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wote na dhambi. Kwa hiyo jina Yesu tafsiri yake ni Mwokozi. Sema amina kubwa. Ni nani? Kwa hiyo unapopata Roho wa Yesu Kristo, anakuja kukuokoa mahali ambapo unatakiwa angalie kwa jina la Bwana. Sema amina tena. Sasa unapofundishwa haya, maana lazima ujue unapomtamka Roho Mtakatifu, unapoomba, unapoita, unapotamka, lazima ujue wapi nitumie nini, wapi nifanye nini. Hizi ndio zinaitwa mbinu za kivita katika ulimwengu wa roho. Sema amina tena. Kama ni zana, basi ndio zana unapewa hizi. Marungu, mapanga. Kama ni bunduki, upande wa bunduki unapewa SMG, bastola, sio aina gani na kadhalika na kadhalika. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa tena. Nyingine ni Roho utukufu. Roho nini? Ni Roho uzima, ni Roho 8:2. Roho utukufu Petro wa kwanza 14. Lakini 8 ni Roho wa neema. Kama umepata kitabu imeandikwa rehema, ni typing error pale. Ni Roho wa neema. Roho wa nini? Wa neema. Ibrania 10:29. Ibrania 10:29. Alafu 9 na mwisho ni Roho wa Mungu. Ni Roho wa nani? Wa Mungu. Hata wakati nakwambia asili ya Roho Mtakatifu ni Mungu, nilikwambia tutaangalia huko. Sasa ndio tunaona kwamba anaitwa Roho wa nani? Wa Mungu. Rumi 8:14, Wakorintho wa kwanza 3:16. Rumi 8:14 na Wakorintho wa kwanza 3:16. Baada ya kusema hayo, hebu ninaomba simame mahali ulipo. Kesho